Familia moja katika eneo la Mwangaza imelazimika kukesha nje. Hii ni baada ya nyumba yao kuteketea usiku wa kuamkia hii leo. Kwa mujibu wa George Ntabare ambaye ni mzee wa boma hiyo, ni kuwa moto huo uliwakishwa na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki na silaha hatari, anadai kuwa waliweka mateka wakati walipokuwa wakitekeleza unyama huo. Naitwa George Ntabare Kang'ang'i ambaye mimi ndio mzee mwenye boma ilichomeka usiku, na hapa tuko ni Mwangaza B Wabera Ward. Usiku mwendo wa saa 8 na dakika kama 10 ama 5 kuliweza kutokea manjangili ama wakora, wakavunja fence yangu pande ya nyuma pale, na wakavunja nyumba pande ya nyuma ambayo ilikuwa ya mbao. Kuvunja nikasikia mara mwisho ni kama wameingia ndani, nikichomoka tukakutana naye kwa nyumba. Nikajaribu kung'ang'ana nao, wakanishinda nguvu, ambaye walikuwa watatu. Walikuwa wamejihami na silaha, mmoja alikuwa na bunduki, wawili walikuwa na marungu. Walituteka nyara pamoja na familia yangu, ambaye ilikuwa familia, tulikuwa na watoto watatu ndani ya nyumba na mama. Wakatuteka nyara, akatutoa nje, tukakalishwa chini hapa nje na tukaambiwa tunyamaze. Tukanyamaza sababu hatukuwa tunajua ni nini hasa wanataka. Kidogo tu tukiwa tumeketi, mmoja alienda pale kwa kona, akapiga kiberiti, akarushia nyumba mafuta na ikaanza kuwaka moto, ambaye tulikuwa tunaona. Ikaanza kuwaka moto na wakatuambia tunyamaze, tukipiga nduru tutakula risasi. Nyumba ilipoanza kuwaka moto, walipitia mahali, waliingilia, wakaenda. Kidogo tu sisi tukaanza kupiga nduru na kuita majirani wakuja wasaidie. Watu walikuja, lakini wakakuta moto imezidi. Wamejaribu kuokoa vitu ile ilikuwa ndani ya nyumba, sababu moto ilikuwa mingi, hawakuweza kutoa vitu mingi, wakatoa nguo kidogo ya watoto. Hiyo vitu vingine yote ilichomeka na ikaisha. Ntabare anahusisha tukio hilo na mzozo wa ardhi, akidai uwepo wa jamaa ya kunyakua ardhi anaosema amekuwa nayo kwa zaidi ya miaka 20. Watu walipotuteka nyara juu waliongaongea kidogo na wakatutishia kidogo, wakatuambia hii shamba hatutaishi, lazima tutahama hii shamba. Na walipotaja shamba nilipoelewa, sababu hii ni kama kuna mzozo wa shamba, sababu kuna mzozo ya hii shamba ambaye mpaka saa hii kuna maneno hata iko kwa sheria ya hii shamba. Walipotaja hiyo maneno ya shamba, nilielewa hii maneno ni mzozo ya shamba. Tukio bado limekashifiwa na wakazi eneo hilo, akiongozwa na Ben Karedhi ambaye ni senior manager eneo la Mwangaza. Majina, mimi naitwa Ben Karedhi. Mimi ndio chini ya area manager katika hii area ya Mwangaza. Sasa hivi hapa tuko Mwangaza B, ambaye usiku wa manane kulitokea mkasa wa moto, ambaye nyumba ya huyu mzee iliweza kuchomeka, na ilichomeka wakati watu walikuwa wamelala, na watu ambao hawajulikani ambao walionekana wakikuja hapa na wakamchomea nyumba baada ya kumteka nyara. Baada ya kumchomea nyumba walienda zao. So mimi kama upande wa serikali nimesimama nikikashifu hii maneno ya kuchomea watu wengine nyumba ama kuchukua sheria mkononi. Kama uko na issue na mtu na serikali iko, unastahili kuingia kwa serikali ama kuenda pale kotini. Sasa familia hii inaomba wahisani wema kujitokeza na kuwasaidia, huku akiomba serikali kuwapa ulinzi, kwani wanahisi maisha yao yamo hatarini. Ile kitu ningetaka kuomba serikali ya county na national niingilie kati. Kitu ya kwanza nipate usaidizi. Niko na familia, niko na watoto wako shule. Sisi hatuna mbele wala nyuma, chakula, nguo yote imeisha. Tuweze kusaidiwa, at least maisha iendelee kama vile ilikuwa. Ya pili, ningeomba serikali pia ingilie kati kupitia hii mizozo ya shamba. Manake wakati shamba iko na mzozo, kuna sheria ile inatatua maneno ya shamba, inajua ni nani mwenye shamba na ni nani mwenye ana shamba. Lakini si mtu achukue sheria mikononi
maneno iko kisheria, iko kotini, na bado anachukua sheria kwa mikono yake, anatuma manjangiri wanakuja wanachoma nyumba. Na hapa ni mahali nimeishi zaidi ya miaka 20. Na pengine ni Mungu amenisaidia, sababu ingekuwa si kuwa watoto na mama wakose kusikia, pengine wameshomewa wakiwa ndani ya nyumba. Lakini for now hakuna kitu ambacho kimeweza kuokolewa. Kila kitu ilichomekea kwa nyumba, vyeti vya watoto, vitabu vya shule, nguo zao na kila kitu yao, yote kile ambacho kilikuwa kwa nyumba, yote iliweza kuchomeka. Na nataka kuambia watu ambao wako na nia kama hii ambaye ya kuchukua sheria mkononi, tafadhalini na waomba, kama mko na issue na mtu ama mko na kesi na mtu, usichukue sheria mkononi. Serikali iko ya kusaidia mwananchi. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.